hivi sasa. Mtazamaji, hebu tuungane naye mwanahabari wetu Gatete Njoroge, naye tufahamishe pia sehemu aliyoko na vile hali ikoje kwa sasa kuhusiana na usafiri ama uchukuzi wa umma, na sio tu matatu, sekta ya matatu iliyoathirika au teksi, pia wale wanaohusika katika kusafirisha mizigo kwa kutumia malori au magari yoyote yanayotumika katika kubebea mizigo na kadhalika, yote yamesitisha huduma kwa sasa, pamoja na wana bodaboda na hata teksi. Hem, tumsikilize Gatete Njoroge. Gatete Njoroge, kama unatupokea, tupe. Naam, Nimrod, jinsi ambavyo tumesema, tumekita kambi katika barabara kuu ya Thika. Hii ni barabara ya kutoka katikati mwa jiji la Nairobi kuelekea moja kwa moja hadi mji wa Thika, maeneo ya Nyeri, maeneo ya kule Marsabit na kule Moyale, Nimrod. Na hivi sasa niliposimama, Nimrod, naweza kuonyesha tu nyuma yangu ni kwamba hali ya kawaida imerejea. Iwapo mpiga picha wangu John Gitonga anaweza kukuonyesha ni kwamba magari kwa sasa, magari yanatumia barabara hii, yale ambayo yanatoka pande za Thika kuelekea katikati mwa jiji, tunaweza kuziona zikitumia barabara hii. Na hata iwapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha, kuna zile gari ambazo zinatoka katikati mwa jiji, kama kuna lile gari ambalo linatoka katikati ya jiji na ambalo linakuja mbele yetu, Nimrod. Lakini dakika 30 au 40 hivi, Nimrod, hakuna gari ambayo ilikuwa ikipita hapa, kwani kuna baadhi ya wale vijana ambao wamekuwa kiandamana dhidi ya bei ya juu ya mafuta ambao walikuwa wamefunga barabara hii. Wapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha kwamba kulikuwa na mawe ambazo zilikuwa zimewekwa ili kuweza tu kufunga barabara na kutatiza usafiri katika barabara hii, lakini maafisa wa usalama waliweza kufika hapa tukiwafuata nyuma, na maafisa hao walitumia vitoa machozi kuwatawanya vijana ambao walikuwa wakiandamana katika eneo hili. Tumeona wakitumia vile vifaa vya kutoa machozi, tumeona pia yale magari ambayo humwaga maji, na waliweza kufika hapa wakiwa kwa idadi yao na wameweza kuwatawanya vijana hawa. Na kwa sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba kuna operesheni ambayo inaendelea hapa kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa katika eneo hili la Githurai 45, kwani jana hii ni mojawapo ya eneo ambalo haungeweza kupita iwapo ulikuwa wewe kama msafiri au wewe ambaye ulikuwa na gari lako. Na tunakumbuka kwamba kulikuwa na tukio moja lililofanyika hapa ambapo kuna yule ambaye alikuwa na gari lake na aliweza kuvamiwa na kundi la vijana ambao walikuwa wamefunga barabara na gari lake likaweza kuteketezwa. Kwa hivyo leo maafisa wa usalama wamefika hapa na wanasema ya kwamba hawataruhusu visa vya raia kudhulumiwa na wahalifu ambao wanaingilia katikati ya mgomo huu wa kupinga bei ya juu ya mafuta na kuanza uhuni, kuanza kuwapora watu, kuanza kusitisha shughuli za usafiri. Na kwa hivyo sasa, Nimrod, tangu tulipofika hapa mwendo wa saa 3, Nimrod, hali ya utulivu imeweza kushuhudiwa. Usafiri wa kawaida umerejea na maafisa usalama wamekita kambi hapa kuhakikisha hakuna yeyote ambaye ataweza kutoka na kutatiza hali ya usafiri au hata kuweza kutekeleza uhalifu ambao tumekuwa tukishuhudia, au uhalifu ambao tuliweza kushuhudia jana wakati wa maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Nimrod, tutakita kambi, tutazunguka katika barabara hii na kwenda hata katika maeneo mengine ambayo yanapakana na eneo hili la Githurai 45 ili kuweza tu kumjuza mtazamaji wetu ni yapi yatakuwa yakiendelea. Lakini siku ya pili ya maandamano dhidi ya mafuta, dhidi ya bei ya juu ya mafuta, Nimrod, kumeshuhudiwa hali ya utulivu katika sehemu nyingi ambayo tuliweza kupita kutoka ofisini moja kwa moja hadi katika eneo hili. Leo hakukuwa na ile hali ya mushkil pale eneo la Roysambu. Tuliweza kupata ya kwamba leo vijana hawakufunga barabara hiyo na ya kwamba shughuli za kawaida zilikuwa zinaendelea. Lakini tulipofika eneo la Githurai ndio kulikuwa na tatizo, baadhi ya vijana walikuwa wamefunga barabara. Lakini kwa sasa, Nimrod, ni kwamba maafisa wa usalama wameweza kuwakabili na hali ya utulivu imerejea na shughuli za usafiri zinaendelea. Iwapo unaweza tazama kwa picha zetu, Nimrod, ni kwamba magari yanayotoka katikati mwa jiji sasa yanaweza kupita eneo hili la Githurai 45. Lakini kule kando, Nimrod, bado tunasikia zile sauti za vitoa machozi, maafisa wa usalama wakihakikisha tu wale vijana wanasalia kule mle ndani na hawatatizi shughuli za kawaida katika barabara hii kuu ya Thika, Nimrod.
Naam, Gatete Njoroge huyu akitueleza mengi kutoka kwenye barabara ya Thika ambayo kwa sasa kama ulivyoona ni shughuli chache mno ambazo zinaendelea kwa kawaida. Siku kama leo Jumanne, wakati kama huu usafiri huwa umejaa sana katika barabara hiyo, lakini kama ulivyoona barabara imesalia peupe, ishara kwamba wale waliohusika katika kuitisha mgomo huu wameendeleza kauli yao ya kusimama na wananchi kuhusiana na gharama ya mafuta hapa nchini.